nzuri sana. Okay, kuna wachezaji ambao tuliwasajili ambao tungeweza kutumia katika CAF. So tuna expect that sisi kama team kwa sababu ya organization yetu kama team, jinsi ambavyo sisi Singida Black Stars tunacheza, tunataka kuona kuwa tunaweza jaribu kupea wachezaji wapya ambao tuliwasajili kwa mechi letu la kesho la 8 dhidi ya Fountain Gate pale Chamazi. Of course lazima uelewe tunachagua Chamazi kwa sababu hilo ndio kiwanja ambalo lituleta katika group stages za CAF. So sisi tunachukua hii fursa kuwapongeza na kushukuru mashabiki ambao walitusukuma kwa ile mechi yetu na ile timu ya Burundi ambayo inaitwa Flambeau. Nafikiria tuweza kushinda pale na kuweza kuenda katika group stage. So tukirejea katika ligi hii tunalitoa kama zawadi kwa mashabiki wale pale Chamazi. Namba 2, ukiangalia sisi kama Singida Black Stars, of course tumecheza mechi 7, sasa hivi tunaenda kwa mechi ya 8 kesho. So kitu muhimu ni kuwa sasa hivi inamaanisha tunataka kuchase the team zenye zimekuwa hapa mbele. Unajua dhamira yetu, nia letu ni vile vile kuendelea kushiriki katika kimataifa. Tiketi ambayo unaweza pata kuja katika kimataifa, namba 1 ni kumaliza katika nafasi bora katika ligi, na la pili pia ni kumake sure that katika kila mechi tunachukua hatua kwa hatua. Tukizungumzia haya, unajua Fountain Gate ni timu nzuri, na ukiangalia jinsi ambavyo wako katika jadwali muda huu wako katika namba 12 na vile wamepata pointi 12. So heshima ambayo tunakuja katika hili mechi kujaribu kujiweka katika nafasi bora na wachezaji wapya ambao tuko nao kuwa na nafasi bora kupata alama 3. Shukrani sana mwalimu. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Kulikuwa na watu wanakula swali nzuri zaidi. Nafikiri umekuwa ukiona mechi zetu vizuri. Nafikiri si kwa ligi peke yake, hata ukiangalia katika CAF nafikiria kitu muhimu sana tunajaribu, kwa sababu ukiangalia timu letu tumekuwa na transition. Kuna wachezaji ambao walikuwa na uzoefu na jinsi ambavyo sisi wenyewe tunacheza inatupea balance katika timu. Sasa hivi tuko na wachezaji wapya, so of course kitu tunajaribu kusisitiza zaidi muda huu ni wachezaji wetu kuwa na umakini, kwa sababu ukiangalia mechi letu ambayo limepita juzi against Belouizdad tuliweza kucheza pass 442, Belouizdad walicheza 220. Ukiangalia katika chances ambazo tulitengeneza against Belouizdad na ni same jinsi ambavyo tulicheza na mechi zile zetu za ligi, tunatengeneza nafasi zaidi ya 13 kulingana na data na statistics. So kitu muhimu ni kuwa inamaanisha sisi kama ukiangalia possession na domination ya around 67% kwa hii mechi ambayo imepita. So nafikiria sisi wenyewe ni tunaichukua hii kwa sababu ni muda wa mpito wa timu, kwa sababu tuna wachezaji wapya wanajitahidi vizuri, kwa sababu tunaingia katika box ya wapinzani wetu mara 13. Kwa hivyo kitu ambalo tunafanya na ambalo pia tumetazama katika recovery team yetu ni ku encourage wachezaji wetu wakuwe na utulivu, walete skill ya kuweza kufunga bao, because lazima mje kufunga bao si kazi rahisi. So ni ile individual brilliance ya mchezaji. Kama team tunaridhishwa na kiwango na effort ambayo wachezaji wanafanya katika kiwango, na jinsi ambavyo mmesema, sisi concern yetu sasa hivi na tuko na feeling nzuri na wachezaji wetu kuwa tumewaeleza haya, na kila mechi ukipata chances 13 na maanisha kuna kazi nzuri inafanyika. So kwa sasa hivi tunaamini kuwa waimarike na kwenye makini, na nafikiri watafanya vizuri katika especially ndani ya box. Swali lingine. Asante kwa swali nzuri. Of course kitu muhimu na unafahamu Singida Black Stars sisi tuna wachezaji ambao tunawasajili. So kitu muhimu sisi kama technical bench tuna imani na wachezaji wetu wote, jinsi ambavyo umeuliza hivyo.
tunazingatia kupea wachezaji fursa wale ambao pia mjaona katika mechi. Okay, tutakuwa na mabadiliko kwa sababu definitely sisi tunataka kuonyesha ability ya wachezaji wote. So tunaangalia team ahead of individual player or ahead. Sisi tukasema tunaweza cheza tuna the same first 11, no. Tunasajili wachezaji 30 equally important. So swali lako itaridhishwa kwa sababu tunataka kikosi kizuri, right balance kwa mechi ya kesho, na definitely lazima kutakuwa na few changes na wachezaji waweze kuridhika kwa tunatambua talanta zao pia. Wanajaribu kuangalia mtazamo wa mazoezini, tutatumika masaa mangapi katika mazoezi. Of course inaweza happen sometimes katika kombe la shirikisho ambalo tulikuwa, unaweza angalia kunaweza kuwa na mambo ya jet lag, the distance ya kutravel na back na recovery ya wachezaji. Of course kitu important tunafanya wachezaji wetu ni regeneration in terms of nutrition. Si tuna believe that mindset yetu ikirudi katika league tunataka maintain the same intensity ya jinsi ambavyo tunacheza katika mechi zetu zote. Hatuwezi kusema tunaangalia Bello Zidane kwa makini zaidi kushinda mechi ya fama. Kwa football ya mali tunacheza top level, ni respect kwa wapinzani wetu. Tunachukua tunakuwa competitive as much as possible. Ndio ni reality ambayo sisi wenyewe kama sasa hivi tunabiliva ile phase ya mpito ambayo itakuwa na tunaenda kuipita na depth, sababu sasa hivi wachezaji wetu walikuwa game hivyo. Kwa sasa hivi mindset yetu ni continue to improve na build team jinsi ambavyo tunapenda katika kama. Kwa hiyo haikuwa rahisi kwa kiangalia vizuri sana. Tunatengeneza team na tuna mechi ambazo zinafanya. Lakini kwa wakati huu I think tumesettle. Kurudi katika ligi nafikiri tutakuwa na confidence ile international exposure, tuone kama tunaweza jeka katika nafasi bora continue to do better. Sawa. Coach, mara mwisho kwa nini ilikuwa ni kati ya jambo ya mchezo uliopita ni tatizo ambao unaonekana kutumia Red Cross kwa kushambulia. Hiyo cross ili kesho tunapata kukutana timu ambayo inacheza na mabeki watano katikati. Hili umeifanyia kazi kiasi gani na unaenda kufuatilia tena kwa sasa? Yeah, of course ni reality jinsi ambavyo umesema, kila timu iko na mfumo wake. Sometimes ukiangalia wapinzani wanaweza kuwa na ile organization vile umesema, wanacheza na beki watano, maybe wanne katikati, mmoja juu. Lakini ukiangalia kitu muhimu ni unaangalia ile organizational balance katika team, jinsi wakati wanazuia na vile vile wakati wanashambulia. So kitu muhimu sana ni sisi wenyewe kama team jaribu ku make sure tunaweza control the spaces that tuna feel inaweza kutusaidia katika mechi ya kesho. Hii ndio kitu jambo la muhimu sana. So maybe siwezi kusema ni organization gani tutajaribu kulitumia katika mechi la kesho, lakini kitu muhimu ni kuwa sisi wenyewe ukiangalia jinsi ambavyo tumekuwa tukicheza na jinsi ambavyo umesema tunapiga crosses 12 katika box tunapata chances 13. So either kama team iko low block, okay, ama medium block kama Bello Zidane juzi, tunaweza ka go through. So kitu muhimu tu tunataka ku make sure that wachezaji wetu wana composure karibu na lango, kwa sababu tunajaribu kusema kwa lugha ya Kimombo that we need our strikers to smell the goal. They must smell the goal kwa ni angle yote. So kwa sasa hivi tunajaribu ku make sure that, kulingana na swali yako, tunataka sisi ni a very hopeful team kama Singida Black Stars, but sasa hivi tunataka wachezaji wetu wawe very optimistic kwa kila moments ya mechi. Shukrani sana mwalimu. Huyo alikuwa ni mwalimu David Ouma ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi wa Singida namna ambavyo wameweza kujiandaa. Na sasa ni wakati wa kumsikiliza mchezaji Athman Ismail ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake namna ambavyo wamejiandaa kwa mchezo wa kesho. Karibu sana. Asante. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri dhidi ya mchezo wa kesho dhidi ya Fountain Gate. Tunajua mchezo utakuwa rahisi, bali tutapambana kadiri ya uwezo wetu jinsi tulivyopewa maelekezo na walimu wetu. Pia ningeweza kutoa mwito kwa mashabiki wa Chamazi kwamba nao walikuwa ni chachu na walitupa hamasa katika hatua za makundi hatua za kufuzu kwenye makundi. Walitupa hamasa, walitupa support. Kwa hiyo tunatoa hii mechi kama zawadi kwao, waje kwa wingi uwanjani
watusapoti, kwa sababu baada ya mechi hii tutarudi tena katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba waje kwa wingi, watupe sapoti. Asanteni sana. Mchezo wa kesho dhidi ya Fountain Gate, unaamini utakuwa mchezo aina gani? Naamini utakuwa mchezo rahisi kwa sababu tunaheshimu Fountain Gate, ni timu nzuri. So kinachotakiwa hapo ni kwenda kupambana, naamini tutapata matokeo. Nakaribisha maswali. Pengine Singida ilikuwa ni moja ya timu ambazo zimekuwa na mabadiliko kwa mara kwa mara, hususan kwenye kikosi ambacho kinaanza mchezo na mchezo. Pengine nyie kama wachezaji, ile inaongeza morali kiasi gani, ama pengine inapunguza morali kiasi gani kuelekea mchezo ambao unakuwa na hapo? Sisi kama wachezaji sisi kama wachezaji ili kumshawishi mwalimu kupanga kikosi ni performance mazoezini. Performance yako ndio itakofanya mwalimu aweze kupanga katika mchezo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunajituma. So atakayepata nafasi ataweza kuiwakilisha timu vizuri. Swali lingine? Naam, hao walikuwa ni kocha